Unafahamu kuwa kupoteza kumbukumbu mara kwa mara kunaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa la kisaikolojia au tatizo fulani la afya ya akili? Unajisikiaje mara kwa mara unapoteza, unasahau au unapoteza kumbukumbu ya vitu vidogo vidogo? Mfano, unasahau wapi umeweka soksi, unasahau wapi umeweka peni, unasahau wapi umeweka simu ndani ya muda mfupi, unasahau mialiko ambayo umealikwa ndani ya muda mfupi. Tatizo hili mwanzoni linaweza likachukuliwa kama tatizo la kawaida kabisa na ni sehemu ya maisha, lakini kumbe ni dalili ya tatizo kubwa ambalo linaweza likatokea katika siku za usoni. Sasa katika mada ya leo nitakuletea sababu kuu 7 zinazopelekea watu wengi kupoteza kumbukumbu kwa haraka sana ndani ya muda mfupi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado umejiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Sababu ya kwanza ya watu kupoteza kumbukumbu kwa haraka sana ni ukosefu wa mpangilio wa ratiba za siku au mpangilio wa vitu vyao katika nyumbani au sehemu ya makazini. Unafanya kazi kwenye ofisi ambayo haina mpangilio mzuri wa mafaili, haina mpangilio mzuri wa vitu ambavyo unafanyia kazi, au uko nyumbani hauna sehemu maalum ya kuweka majimbe, sehemu ya kuweka ndoo, sehemu ya kuweka nguo, sehemu ya kuweka soksi, sehemu ya kuweka kitu fulani. Wewe tu unaamua tu asubuhi leo nguo naweka kwenye kabati, kesho kwenye box, kisha unaweka sehemu fulani. Hii itakuletea ugumu wewe kukumbuka wapi umeweka kitu fulani. Kwa hiyo sababu mojawapo ya kupoteza kumbukumbu kwa haraka sana ni ukosefu wa mpangilio wa vitu. Ubongo unashindwa kukumbuka wapi umeweka. Kwa mfano, umezoea kuweka soksi kwenye kiatu, lakini leo soksi umeweka kitandani. Kesho asubuhi unatafuta soksi kwenye eneo ambalo umezoea kuliweka, na baadaye utaanza kujilaumu au kumlaumu mtu ambaye unakaa naye. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi uwe na mpangilio mzuri wa vitu vyako. Sababu ya pili ni kuwa na msongo wa mawazo mengi, tunaita flight of ideas. Unapokuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi au msongo wa mawazo kupitiliza, hali hii inahusisha ubongo moja kwa moja, hasa sehemu ambayo inatunza kumbukumbu. Hali hii huweza kupelekea mtu kuanza kusahau vitu rahisi, majina mepesi au vitu ambavyo si vikubwa sana. Mfano, mtu huyu atasahau wapi ameweka funguo ya gari au kadi ya benki, au anaweza akasahau peni au akapoteza majina ya vitu rahisi. Kwa hiyo ni kuombe, hakikisha hauruhusu ubongo wako kuwa na uwezo wa kufikiria vitu vingi ndani ya muda mmoja. Jambo la tatu ni ukosefu wa usingizi wa kutosha. Watu wengi ambao wanakosa usingizi wa kutosha, yaani wanapata usingizi duni au wanalala chini ya masaa 7, huweza kupata changamoto ya kupoteza kumbukumbu rahisi, kwa sababu ubongo haupati nafasi ya kuchakata taarifa na kupata nafasi ya kuzipangilia katika utaratibu ambao unatakiwa. Hivyo unaweza ukapelekea ubongo kupoteza kumbukumbu kwa haraka. Mfano, mwanafunzi ambaye kajifunza kitu jioni au kafundishwa kitu jioni, lakini mtu huyu amekosa usingizi wa kutosha, anaweza kaamka asubuhi akiwa amesahau kila kitu au amesahau baadhi ya vitu vingi ambavyo kafundishwa. Kitu kingine ambacho kinapelekea watu kupoteza kumbukumbu kwa haraka ni hisia za hofu na hisia za unyogovu, yaani kifupi tunaita depression. Mfano, mtu ambaye kapoteza kazi, kapoteza mwenzi, kaachika kwenye mahusiano, anaweza akapitia changamoto hii kwani kuhisi kwamba kila kitu kwake hakiko sawa. Hivyo hata kama ukamwambia, ukakania miadi, ukamfundisha, anaweza kupoteza kumbukumbu kwa haraka sana. Watu wengi ambao wamepitia changamoto za kuachwa kwenye mahusiano hupata sana changamoto hii ya kusahau vitu vyepesi, kwa sababu anaona kwamba hakuna kitu kingine cha muhimu kama kile ambacho kimepita. Kwa hali hii unapelekea ubongo kupuuzia vile vitu ambavyo vinafuata katika maisha yake. Kwa ile hali ya kupuuzia inapelekea kuvisahau vile vitu vingine. Kwa hiyo ni kuombe usio katika hali ya unyogovu au hali ya msongo wa mawazo au hali ya kukosa kujiamini ndani ya muda mrefu. Sababu ya 5 ni matumizi ya pombe pamoja na dawa za kulevya.
Watu wengi ambao wanatumia pombe pamoja na dawa za kulevya wamekuwa wakipitia changamoto ya kupoteza kumbukumbu kwa haraka, kwani mara nyingi pombe huwasili moja kwa moja katika mfumo wa fahamu. Ndio maana watu wengi wanapokesha lewa hupoteza kumbukumbu ya vitu vyepesi na usahau kwa haraka sana. Kwa unaweza kukuta mlevi kale jioni umekania miadi, basi asubuhi anakuwa amesahau ile miadi kwa sababu anakuwa na uchovu kupitiliza. Sababu ya 6 ni multitasking, yaani kuwa na majukumu mengi kupita kiasi, majukumu ambayo hayajagawanywa katika mfumo unaotakiwa. Kukosa hali ya kugawanya majukumu kunaweza kukapelekea mtu kuwa na msongo wa mawazo kupitiliza, kitu ambacho kinaweza kupelekea kusahau vitu vyepesi. Mfano, umeenda ofisini na kukuta majukumu mengi kupita kiasi. Siku hiyo itakiwa ufunge ripoti, ukahudhuria vikao, uandae taarifa fulani. Hali hii inaweza kupelekea ubongo kupotezea baadhi ya vitu vyepesi na kusahau baadhi ya vitu. Mfano, unaweza kusahau wapi umeweka simu, wapi umeweka peni, au wapi umeweka taarifa fulani. Hali hii ni kutokana na ubongo kuwa na taarifa nyingi za kuchakata ndani ya muda mfupi, hivyo na kushindwa kuanza ianze na ipi na imalize na ipi. Sababu nyingine ni ukosefu wa lishe bora. Lishe bora pia imekuwa ikiasili utunzaji wa kumbukumbu. Mfano, watu ambao wanakula chakula cha aina moja huwa wanakuwa na uwezo mdogo sana wa kutunza kumbukumbu kuliko watu ambao wanatumia vyakula vingi na vyakula mchanganyiko. Tunahitaji sana omega 3, vitamini B12 na baadhi ya madini katika utunzaji wa kumbukumbu. Sasa unapokosa virutubisho hivi hupelekea ubongo kukosa uwezo wa kutunza kumbukumbu ndani ya muda mrefu. Hivi tunashauri basi jitahidi uwe unabadilisha chakula mara kwa mara ili usiwe na hali ya kupoteza kumbukumbu kwa haraka. Haya yalikuwa ni mambo ambayo watu wengi wamekuwa yakiwapelekea kupoteza kumbukumbu kwa haraka sana. Na mimi kuna jambo ambalo nimejifunza. Niandike kwenye comment section jambo gani ambalo ungependa tujifunze au umevutiwa nalo katika somo la leo. Nikutakie siku njema. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba.